tutaanza kusoma risala fupi iliyo na faida nyingi ndani yake, الرقية الشرعية للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. na hii risala pamoja na kuwa ameandika kwa kifupi, lakini amezungumza mambo muhimu sana ambayo Muislamu anahitajika kuyafahamu katika suala zima la ruqya. Pamoja na kuwa wanaovioni wengi wameandika katika suala hili, mwanafunzi akitaka ziada katika kuyafahamu yanayofungamana na jambo hili, basi atarejelea. Kwa hapa tusoma kiasi tu na baadhi ya shurut na adab zinazofungamana na ruqya, lakini si kwa upana, ni nubdha tu ndogo kiasi. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. مقدمة. utangulizi wa risala hii yasema: لا شك أن الإنسان في هذه الحياة عرضة للأخطار والأمراض والحوادث. jambo ambalo hakuna mwenye shaka nalo, kuwa mwanadamu katika uhai huu wa dunia kuna mambo mingi yaweza kumpata wakati wote, tena mengine ya hatari, maradhi, ajali, mitihani aina mbalimbali. Na ndivyo dunia ilivyo, ni nyumba ya kuonjwa, ibtila na mitihani. Starehe ambayo haina mtihani wa aina yote ndani yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii dunia mwanadamu ataonjwa vile atakavyokuwa. Hakuna atakayeishi katika ulimwengu bila mitihani. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. madamu ameumbwa atakumbana na shida na mitihani, atapambana na masaibu ya dunia na mazito ya akhira, mpaka kufika katika pepo ya Allah. Mtu amepita mtihani mkubwa sana njiani. Na hata wale ambao watakaa hapa duniani na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wasidhani wataishi hivi hivi, bali wao wako katika mitihani mikubwa zaidi. Afadhali walioamini Allah awapa utulivu katika nyoyo zao, wakijua kuna akhira. Kwa subra yao Allah atawalipa. Ama kufar waishi na dhiki ya dunia na bado kuna dhiki ya milele ya akhira, wal-iyadhu billah. قال: ومع ذلك لا يصيبه منها إلا ما كتبه الله عليه. lakini tufahamuni, pamoja na kuwa mwanadamu ameumbwa atakumbana na mambo mazito katika ulimwengu na shida, lakini halimpati jambo lolote katika ulimwengu isipokuwa lile ambalo Allah tayari amemwandikia. وقد تخطئه بعض الأخطار بالأسباب التالية. na huenda baadhi ya hatari zikamkosa
kwa sababu zinazofuata. Bimaana kuna asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka, zikipatikana ili hatari yaweza kumwepuka mwanadamu. Ya kwanza, lutfullahi biibadihi wa rahmatuhu iyyahu wa fadluhu alayhi, rehma ya Allah kwa mja wake na fadla za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake, na upole Allah anaomfanyia mja wake. Kwa rehma zake huenda akamwepusha na janga, sababu amrehemu yule mja wake. Na hii rahma ili kuipata pia Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea nini? Asbab. Ukizifanya hizo asbab, Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemu. ثانيا حفظ العبد لربه فيحفظه الله تعالى. احفظ الله يحفظك، أي حفظ حدود الله، kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mja kumuhifadhi Mola wake maana yake ni kuhifadhi mipaka aliyowekewa na Mola wake. Hili ameharamishiwa akajiepusha nalo, hili ameamrishwa akalitekeleza, hili amekatazwa akakaa mbali nalo. Kwa yule anayechunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamuhifadhi mja wake kama yule. kadhalika التعرف على الله في الرخاء بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فيعرفه الله في الشدة. kujitambulisha kwa Mola wako wakati uko katika hali ya kawaida na raha na utulivu, ukawa watekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujua na kukutambua wakati wa shida kwa kukuepusha na nini? Na zile shida zinazokupata. في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، na hii ni katika kila jambo. Tazama hata katika mawasim ya khairi. Kwa mfano mwezi wa Ramadhani waja, wengi katika watu hupanga katika mwezi wa Ramadhani kuwa mimi nitasoma kadha wa kadha katika Qur'an, nitaswali kadha wa kadha katika qiyamul layl, ajipangia kabisa zile ibada. Lakini mwaka mzima hasomi Qur'ani wala hafanyi qiyamul layl wala hafanyi ibada. Ikifika Ramadhani ndio ataka ajifungue kabisa katika ibada, pamoja na kuwa Muislamu ahimizwa ajipinde kabisa katika ibada katika mausimu wa khairi. Lakini hadha la yu'an, atakosa i'ana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kule nyuma hajajibidisha katika ibada, nafsi yake ikaizoea ile ibada. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Hili katika kila mambo ya khairi, jipinde katika kufanya ibada ili Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie katika kuzidisha ibada wakati ambapo unahitaji. Na sasa hivi tukabiliwa na masiku 10 bora kabisa ambayo hayatatokea mfano wake katika kila mwaka, yatokea mfano masiku ya 10 ambao ni masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Yatakikana Muislamu ajipinde sana katika ibada kama vile anavyofanya katika al-ashru al-awakhir ya Ramadhani. Fanye bidii sana katika ibada. Sasa kuanzia sasa, ikiwa wapanga kuwa mimi nitakuwa nikisoma juzu 3-4 katika Qur'an, anza sasa basi, ili ujitayarishe kwa ajili ya masiku hayo. Usisubiri yakafika masiku yale ikawa utashindwa kuzifanya zile ibada kwa sababu nafsi yako haijazoea. Nafsi yahitaji uzoefu.
قال رابعا التقرب إلى الله تعالى بالصدقات فإن الصدقة تدفع البلاء بإذن الله تعالى kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kutoa sadaqat, kutoa kwa wingi sadaka. Na hapa ikitajwa sadaqa si lazima iwe ni kitu kingi ukaona sadaka ikubaliwi mpaka iwe shilingi 100 ama shilingi 1000. Allah subhanahu wa ta'ala hatizami ule wingi wa ile sadaka yako. Kile kinachotizamwa ni ikhlas iliyoko katika moyo wako. Yawezekana kuwa ulichokitoa ni kidogo sana, lakini kwa ikhlas yako kikawa ni bora kuliko ile alitoa kingi riaa na sum'atan. Kwa sababu hata ukatoa kingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala si chochote, lakini iangalie nia yako ikoje, nia yako wakati wewe unapoitoa ile sadaka. Kwa mtu asidharau ile sadaka anayoitoa, kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha. Ikiwa wewe waweza kutoa katika sadaka chupa ya maji pia, lakini si sadaka. Umeweza kutoa katika sadaka chakula, ukatoa sadaka. Umeweza kutoa katika sadaka pesa, basi huna mpaka kutabasamu pia ushindwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sadaka mtu kutabasamu katika uso wa ndugu yake Muislamu, sadaka hii. Kwa mlango wa sadaka ni mpana kuliko vile watu wanavyofikiria. Katika kuleta tasbih sadaqa, tahmid ni sadaqa, takbir ni sadaqa, tahlil ni sadaqa. Yale aliyoyataja Mtume salama kuwa ni sadaqa hizi, basi pupia katika kuyafanya uhisabike kuwa wewe umetoa nini? Sadaqa. Kujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kutoa sadaqa, kwani sadaka humuhifadhi mja kutokamana na balaa biidhnillah ta'ala. Kwa idhni ya Allah humuhifadhi mja kutokamana na balaa. خامسا الإكثار من الأوراد والأذكار المستمدة من الكتاب والسنة. kukithirisha nyuradi na adhkar, lakini hizi adhkar ziwe zimetokamana na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si nyuradi za kutunga wirdi sijui wa fulani, wirdi wa fulani, wirdi wa fulani abakie nao fulani. Sisi tunataka uradi wa nani? Wa Mtume sallam aliyotufundisha, vile alivyotufundisha Mtume sallam. Na kama una uradi wako wewe, basi ule uradi wako unaoshikamana nao uwe hautoki nje ya mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika nyuradi muhimu adhkaru sabah wal masa, adhkaru an-nawm, kadhalika kukithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwekee kwa siku kiwango cha Qur'an ambacho utakisoma, la takhrum, usiwache, usipunguze, bali ukiweza zidisha. Ujiwekee kuwa mimi kwa siku nitasoma juzuu 2, juzuu 3. Uwe wawadhib katika hili jambo, katika miongoni mwa sababu za kumuhifadhi mja kutokamana na balaa.